Rais wa Urusi Vladimir Putin na wenzake wa China Xi Jinping wamezungumza kwa njia ya simu Alhamisi ya leo na kulaani vikali mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran, huku wakieleza haja ya suluhisho la kidiplomasia. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje ya Ufaransa, Ujerumani na Uingereza watakutana siku ya Ijumaa mjini Geneva kwa mazungumzo ya nyuklia na mwenzao wa Iran Abbas Araghchi, huku nchi hizo za magharibi zikitoa pia wito wa kupunguza uhasama katika mzozo huo kati ya Israeli na Iran. Hata hivyo, mataifa mbalimbali duniani yameendelea kuwaondoa raia wao kutoka katika mataifa hayo, hasimu kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi katika upande huo. Na waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hawezi kuendelea kuwepo. Katz ameitoa kauli hiyo wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana, na nukuu, "Ningependa kusema kwamba dikteta kama Khamenei ambaye anaongoza nchi kama Iran na anatangaza lengo baya la maangamizi ya Israeli hawezi kuendelea kuwepo." Alimlinganisha Khamenei na kiongozi wa zamani wa mnazi wa Ujerumani Adolf Hitler wakati akihutubia katika mji ulioshambuliwa na Holon. Siku ya Alhamisi leo, Iran iliendesha wimbi la mashambulizi ya makombora kuelekea Israeli, ambapo yaliharibu vibaya hospitali ya Soroka katika mji wa jangwani wa Beersheba. Urusi haitishwi na ina uwezo wa kukabiliana na NATO. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Alhamisi kuwa nchi yake haitishwi na hatua ya nchi za NATO kujiimarisha kiulinzi, akisema kuwa Urusi imejitosheleza kwa silaha na ina uwezo wa kukabiliana na nchi hizo. Akizungumza na wahalili na mashirika ya habari ya kimataifa kwenye mji wa kaskazini mwa Urusi wa St. Petersburg, Putin amelipongeza jeshi lake kwa mafanikio kwenye vita vyake vya Ukraine na kusisitiza kuwa wamekuwa wakiboresha mifumo yao ya ulinzi. Viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO wanatarajiwa kujumuika katika mkutano wa kilele wiki ijayo mjini The Hague, Uholanzi, huku kukiwa na msukumo wa kuzitaka nchi hizo kuongeza matumaini yao ya ulinzi kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine ambao umepelekea vita vilivyodumu zaidi ya miaka mitatu. Hii ni Kamata TV. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Kamata TV, kama vile YouTube, Facebook, TikTok, Instagram na X kwa jina hilo hilo la Kamata TV. Hali gani mtazamaji wa Kamata TV? Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Karibu katika habari nilizokuandalia siku ya leo. Mezani kwetu ni pamoja na mzozo wa Israel na Iran waingia wiki ya pili. Vita kati ya Israel na Iran vimeingia wiki ya pili, huku hofu ikizidi kutanda kuwa mzozo huo unaweza kuenea katika kanda yote ya Mashariki ya Kati. Israel na Iran ziliendelea kushambuliana hapo jana Alhamisi na usiku wa kuamkia leo, katika wakati ishara za kutumia diplomasia zinachomoza ili kumaliza makubaliano hayo ya nchi hizo mbili hasimu yalipotimiza wiki nzima. Hapo jana ndege za kivita za Israeli ziliyashambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran, ikiwemo kituo cha kutengeneza kimiminika maalum cha kupoza vitu vya nyuklia. Iran ilijibu mapigo kwa kuishambulia kwa makombora ya masafa mjini wa Tel Aviv na mjini wa kusini mwa Israel wa Beersheba. Kwenye shambulio la Beersheba, hospitali katikati mwa mji huo ililengwa, hayo ikiwa ni kulingana na taarifa kutoka ndani ya Israel.
Viongozi wa Israeli wameghadhibishwa na shambulio hilo, wakituhumu Iran kuyalenga maeneo ya kiraia, lakini Tehran imejibu kusema shambulio lake halikulenga hospitali bali kamandi ya kijeshi iliyokuwa karibu na jengo hilo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa kuwa watawala mjini Tehran watalipa kwa shambulio hilo lililoharibu hospitali ya Soroka na kujeruhi watu wapatao 240. Usiku wa kuamkia leo, Israeli ilitoa inzari kwa watu wa kijiji kimoja cha kaskazini mwa Iran kuondoka eneo hilo, huku ripoti zikisema pia ilifanya mashambulizi ndani ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Hayo yakijili, Rais Donald Trump ambaye anaandamwa na miito kutoka kwa Israeli ya kumtaka asaidie kushambulia miundombinu ya nyuklia ya Iran, amesema anajipa muda wa wiki 2 kuamua iwapo Washington itachukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran amara. Msemaji wa ikulu ya Marekani ndiyo ametoa taarifa hizo usiku wa kuamkia leo. Amenukuu ujumbe uliotumwa moja kwa moja na Rais Trump. Kulingana na msemaji huyu, Caroline Levitt, Trump amechukua uamuzi huo kupisha nafasi ya mazungumzo ya kidiplomasia yanayoweza kufanyika kati ya Iran na Marekani. Inaaminika Israeli inataka Marekani isaidie kushambulia kinu cha nyuklia cha Iran cha Fordo kilichojengwa umbali mrefu chini ya ardhi. Ni Marekani pekee inatajwa kuwa na uwezo wa kijeshi wa kuisambaratisha kituo hicho cha nyuklia kwa kutumia bomu maalum la kutifua ardhi hadi umbali wa futi 60. Vyanzo kadhaa vimearifu kuwa Irani na Marekani wameendelea kuwa na mawasiliano hata baada ya Israel kuishambulia nchi hiyo ya Kiislamu wiki iliyopita. Taarifa zinasema mjumbe maalum wa Marekani kwenye kanda Mashariki ya Kati amefanya mazungumzo mara kadhaa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Araghchi. Waziri Abbas Araghchi wa Iran hivi leo anaelekea mjini Geneva kwa mkutano na wenzake wa Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mkutano wa ngazi ya juu kufanyika kati ya maafisa wa Iran na nchi za Magharibi tangu Iran iliposhambuliwa na Israel wiki iliyopita. Inatazamiwa wazungumzaji ya wanadiplomasia hao yatatumia juu ya kutuliza mvutano na shinikizo la Iran kuachana na mradi wake wa nyuklia unaoelezwa kuwa sababu ya Israel kuilenga nchi hiyo. Iran imesisitiza mara kadhaa kuwa mradi wake huo ni matumizi ya kiraia, lakini Israel na Marekani zinaamini watawala mjini Tehran watalenga kutumia kuunda bomu la nyuklia. Maafisa kadhaa wa Irani wamejitokeza kushambulia mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za nyuklia IAEA, Rafael Grossi, wakimtuhumu kuwa chanzo cha mzozo wa sasa kwa kushindwa kusema kinaga ubaga kuwa Irani haina mpango wa kuunda silaha ya nyuklia. Zelensky ataka mbinyo kwa Urusi baada ya shambulizi la Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema shambulio la Urusi kwenye moja ya ghorofa katikati mwa mji mkuu wa Kiev limetoa ishara kwamba ni muhimu kwa ulimwengu kuongeza shinikizo la Moscow kuridhia usitishaji mapigano. Shambulio hilo la droni na kombora lililotokea siku ya Jumanne linatajwa kuwa ndio baya zaidi nchini Ukraine tangu kuanza kwa mwaka huu. Watu 28 waliuawa na wengine 142 walijeruhiwa pale Moscow ilipolijenga jumba hilo la ghorofa na kuliporomosha. Zelensky akiwa ameambatana na waziri wa mambo ya ndani Ihor Kimeko walitembelea eneo la mkasa huo jana Alhamisi na kuweka mashada ya maua. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wa Telegram, kiongozi huyo wa Ukraine amesema ni sharti Urusi lazimishwe kusitisha vita na amewashukuru washirika wa nchi yake anayosema wako tayari kuongeza mbinyo dhidi ya Moscow. Na habari ya mwisho ni wanadiplomasia wa Ulaya kukutana na mwenzao wa Iran.
Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi tatu za Ulaya wanakutana na mwenzao wa Iran hii leo mjini Geneva, wakilenga kurejesha njia ya kidiplomasia kuhusiana na mradi tata wa nyuklia wa Iran. Mawaziri hao Johanne Wadephul wa Ujerumani, Jean Noel Barrot wa Ufaransa na David Lammy wa Uingereza watakutana na Abbas Araghchi wa Irani, wakiwa pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas. Mkutano huo utafanyika katikati ya mapigano baina ya Israel na Irani yaliyozuka mnamo wiki iliyopita baada ya Israel kuishambulia Irani ikisema kuwa imechukua hatua za kijeshi dhidi ya mradi wa nyuklia wa nchi hiyo. Iran pia ilikuwa ikimrahi Rais Donald Trump wa Marekani kuishambulia miundombinu ya nyuklia Irani, wanaoituhumu kuwa ni mpango wa kuunda silaha za nyuklia, madai ambayo Tehran imeyakanusha kila wakati. Hii ni Kamata TV. Karibu katika channel yetu uweze kutazama habari mbalimbali ili kujipatia hapo. Usisahau kutusubscribe katika YouTube channel yetu ya Kamata TV, na mitandao mingine ya kijamii tunapatikana kwa jina la Kamata TV, Facebook, TikTok, Instagram na X kwa jina hilo hilo la Kamata TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako